Tutafanya kila ilo ndani ya uwezo wetu kuimarisha misingi ya kujitegemea kiuchumi, kiakili na kimaamuzi ili kuijenga nchi yetu. Na tutambue huu ndio wajibu wa kizazi hiki. Kama taifa letu liliwahi kuwa na bahati ni kupata rais aliyechukia rushwa kama Julius Kambarage Nyerere. Nyerere aliikataa rushwa kwa maneno na vitendo. Anapokuambia naichukia rushwa, alimaanisha kwamba anaichukia rushwa. Lakini vile vile taifa letu lilikuwa na bahati ya pekee ya kupata mtu aliyepinga kwa maneno na kwa vitendo matumizi mabaya ya madaraka. Kosa kubwa ambalo viongozi wengi tunafanya ni kutumia vibaya imani tunayopata kutoka kwa wananchi wetu. Ukiaminiwa na wananchi, maanake wanakutarajia utumie madaraka waliokupa kwa maslahi ya wananchi, sio kwa maslahi yako. Baba wa taifa Mwalimu Nyerere alikuwa wa kipekee sana katika hili. Na ndio maana alikuwa miongoni mwa viongozi wa kwanza kusema kila mwananchi awe na haki ya kupata elimu ya msingi bure, kila mwananchi, na kuanzisha utaratibu wa UPE, Universal Primary Education, ambapo kila Mtanzania alikuwa na haki ya kupata elimu ya msingi. Na kwa kweli wakati wa Mwalimu hakuwa na masiara. Kama hutaki kwenda shule utapelekwa na polisi. Alitaka watu wake wote wasome, alitaka watu wote waelimike. Lakini vile vile baba wa taifa aliamini kwa dhati katika utu na uhuru wa binadamu. Na ndio maana baada ya uhuru wa nchi yetu, baba wa taifa Mwalimu Nyerere alilielekeza taifa letu katika vita vya ukombozi wa bara la Afrika. Hakuna nchi ambayo imepata uhuru baada ya Tanganyika ambayo haitambui mchango wa baba wa taifa, ama kwa maneno, ama kwa fedha, ama kwa rasilimali zingine katika kusaidia uhuru wa nchi hiyo. Na ndio maana tunaheshimika sana duniani kwa mchango wa baba wa taifa katika kutambua ubinadamu na utu wa binadamu duniani.